Karibu kwenye banda la korosho, banda la Bodi ya Korosho Tanzania. Bodi ya Korosho ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Kilimo, na Bodi ya Korosho makao makuu ni Mtwara. Katika maonyesho haya ya biashara na uwekezaji, Bodi ya Korosho tunashiriki kuonyesha huduma mbalimbali ambazo tunazitoa kwa wananchi, na hasa ukizingatia kwenye kauli mbiu ya mwaka huu kwamba kuonyesha fursa mbalimbali ambazo ziko katika sekta za kimkakati za maendeleo ili kuunga mkono dira ya taifa ya mwaka 2050. Kwa Bodi ya Korosho katika maonyesho haya tumekuja kwa ajili ya kuonyesha fursa ambazo ziko katika zao la korosho, lakini pia tukionyesha kazi mbalimbali ambazo tunazifanya Bodi ya Korosho katika kuunga vision hiyo ya mwaka 2050. Sisi Bodi ya Korosho tunatoa huduma na kama taasisi simamizi ya zao la korosho tunatoa elimu kwa wakulima kuhusu zao la korosho, lakini pia tunatoa elimu kuhusu masoko mbalimbali ambayo yako katika zao la korosho, lakini pia tunatoa huduma kuhusu masoko ambayo yanapatikana na namna ambavyo tasnia ya zao la korosho inaweza ikamnufaisha mwekezaji katika tasnia ya zao la korosho. Kwa mwaka huu Bodi ya Korosho imeshiriki ikionyesha namna ambavyo korosho inalimwa, lakini kimsingi katika tasnia ya zao la korosho tunatoa miche bure kwa wakulima, lakini pia serikali imekuwa ikitoa pembejeo bure kwa wakulima, lakini pia tunatoa elimu kuhusu namna ambavyo korosho inaweza ikafanya kazi au ikatoa fursa za ajira kwa wakulima na wawekezaji. Bodi ya Korosho ipo katika mkoa huu wa Tanga kama makao makuu katika kanda ya kaskazini. Zao la korosho kwanza ni zao ambalo kimsingi linafanya vizuri katika tasnia ya kilimo, linachangia kiasi kikubwa cha mapato ya kigeni katika nchi ya Tanzania. Tukumbuke kwamba ni kati ya mazao ya kimkakati ya serikali, na ili kuongeza mapato katika nchi, zao la korosho limekuwa likilimwa katika mikoa ya asili, lakini pia tumeongeza maeneo mbalimbali mapya kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. Kwa hiyo tunaongeza uzalishaji ili kuongeza mapato kwa wakulima, lakini na nchi katika ujumla wake. Katika zao la korosho, mkulima au mwekezaji anafaidika na bidhaa mbalimbali zinazotoka kwenye zao la korosho. Zao la korosho linatoa kwanza korosho yenyewe ambayo ikibanguliwa inaweza kaliwa kama korosho. Kwa mfano hii korosho imebanguliwa na imeokwa, kwa hiyo mlaji anaweza kala korosho kama korosho. Lakini korosho baada ya kubanguliwa na kutoka kwenye korosho inaweza kasagwa na kupatikana unga wa korosho ambao ni chakula bora kwa watoto, lakini na kwa watu wazima, lakini na hata katika watu wa kawaida wanaweza kuitumia katika lishe. Lakini kutoka kwenye unga korosho inaweza kasagwa na kupatikana jamu ambayo ni nzuri kwa ajili ya kula kama kwenye mkate au kuitumia kama kiungo cha chakula. Lakini pia kutoka kwenye bibo la korosho ikisindikwa inapatikana wine ambayo pia ni kiburudisho kizuri kwa ajili ya afya. Lakini pia mwekezaji anaweza kutoka kwenye ganda la korosho, ganda hili gumu, ganda la nje la korosho likikamuliwa inapatikana kemikali inaitwa CNCL. Hii inatumika zaidi kwenye viwanda. Ni kemikali inayotumika kwenye viwanda vya vyuma pamoja na kuhifadhi kama mbao. Kwa kwenye tasnia ya korosho au kwenye zao la korosho, mkulima anaweza kufaidika na mazao mbalimbali.